Migogoro ndani ya vyama vya siasa si jambo la kushangaza wala si jambo ambalo linaweza kuangaliwa kwa jicho la kuogofya, lakini ni pale ambapo itaanza kuleta mpasuo ama mpasuko ndani ya vyama vya siasa na kutengeneza makundi ambayo huenda ikadhoofisha chama fulani cha siasa. Kwa maana migogoro hutokea pale ambapo pengine mitazamo imekuwa tofauti, watu hawajafanana namna ya kufikiri, lakini haimaanishi kwamba wao hawawezi kuwa imara na kuwa pamoja. Lakini ikikuathiri na ikagawa, ikatengeneza makundi ndani ya chama cha siasa, pengine ikatengeneza pia athari kubwa hata kwenye upande wa demokrasia, hasa kwenye mfumo mzima wa nchi. Kwa hiyo kuna sababu kubwa ya vyama vya siasa kuwa imara, hasa pale ambapo vinapitia mazingira fulani ya migogoro. Sasa tupo hapa kujadili kuhusiana na migogoro ndani ya vyama vya siasa, lakini tutaangalia pia ustawi wa demokrasia na maridhiano. Kipekee kabisa tunaye mwalimu wa masuala ya diplomasia Deus Kibamba, ambaye pia ni mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibu sana. Shukuru. Kabisa tunaye Betty Masanja, mchambuzi wa masuala ya siasa. Tumekutana hapa ni muda mrefu kidogo sana toka uchaguzi wa Marekani. Nashukuru sana. Imekuwa muda sana. Karibuni sana. Shukrani sana. Migogoro ya ndani ya vyama vya siasa. Kwanza umeona vitabu vya mwalimu? Mwalimu kaja na nondo vya kimkakati. Hicho cha chini ni sheria mama. Kuna katiba hapo ya 77. Alafu inshallah Mungu akitujalia mzee Warioba yuko hapa. Rasimu ya 2014. Alafu bunge maalum la katiba lilichozalisha. Alafu hapa jirani yetu Zanzibar. Kwa sababu migogoro yote ukizungumza kwenye vyama, chimbuko kisima kiko kwenye katiba. Naomba tuangalie vizuri hivi vitabu. Sio vipya. Vinasomwa sana. Hii rasimu inakaribia kuisha. Hii imechakaa kwa sababu humu ndani imechorwa sana. Ukisema migogoro yote ya vyama vya siasa ndani ya vyama inaanzia humu. Inaanziaje humu? Migogoro inaweza kuwepo kutokana na mfumo wa siasa ulivyojengwa kwenye sheria mama. Mfumo wa siasa ukiwa unaminya vyama, unategemea migogoro iwe mingi zaidi. Mifumo ya siasa kwenye katiba ambazo zimeweka mifumo laini ya siasa, basi unakuta migogoro hata ikitokea bado ni rahisi kuitatua. Sheria mama ya Afrika Kusini imeweka mfumo wa siasa kwamba vyama vya siasa vina uwezo, unaweza kuona vyama vya siasa bungeni katika wakati mmoja viko 18-20 vyenye wabunge bungeni. Kwa nini? Kwa sababu Afrika ya Kusini hawamchagui mbunge, wanakipatia chama kura, alafu chama kitaamua nani aende bungeni. Na utaratibu umewekwa kwamba orodha ikishapelekwa tume ya uchaguzi kwa mujibu wa katiba ya Afrika Kusini, ukishapeleka orodha tume ya uchaguzi, orodha hiyo haiwezi kupanguliwa. Kwa hiyo mgogoro unakuwa umeshaepukika kabla haujatokea. Sisi hapa tunachanganya mifumo miwili. Tunao mfumo wa kuchagua kutoka majimboni, halafu ambao huo kwa kweli huo ni chanzo cha migogoro sana. Halafu tuna mfumo wa viti maalum ambao siku za nyuma haukuwa chanzo cha migogoro, lakini kwa kuwa katiba imeweka ibara ya 81 imeweka jambo moja pale ambalo limezaa migogoro kuanzia kwenye katiba. Kwa mfano katiba ibara ya 81 inasema, ya Tanzania inasema kwamba tume ya taifa, sasa hivi ni tume huru ya taifa ya uchaguzi, itaweka utaratibu ambao vyama vitatumia, utaratibu unaofanana ambao vyama vitatumia kupata wagombea wa viti maalum wanawake. Lakini tume haijawahi kuweka utaratibu unaofanana. Kila chama kinatumia utaratibu wake, na hapo mtakumbuka Halima Mdee na wenzake, Mheshimiwa Halima Mdee na wenzake, ulizuka mgogoro pale, na tunawataja kwa nia njema tu kwamba ulizuka mgogoro. Ilionekana utaratibu uliotumika wao kwenda bungeni, ilionekana chama chao kinajiuliza waliendaje. Kwa hivyo
ingekuwa utaratibu umewekwa kwa mujibu wa ibara ya 81, kusingekuwa kuna kujiuliza walifika vipi bungeni. Kwa hivyo ndio maana nimesema katiba ni chanzo muhimu sana cha kama migogoro ya kisiasa itatokea kwenye vyama au haitatokea. Kwa Tanzania kwa mfano, migogoro mingi inatokana pia kwamba mfumo wa vyama vya siasa ndio mfumo pekee wa kupata viongozi Tanzania. Wakati nchi zingine mfumo wa vyama vya siasa ni mfumo mmojawapo tu, unaweza ukagombea bila kupitia kwenye chama cha siasa. Watu huteuliwa pia, Mwalimu Deus. Najaribu kuzungumzia kwa mfano kwenda kwenye siasa, sio Ikulu tu, siasa sio bunge peke yake. Kwa mfano madiwani, katika mabaraza ya madiwani hakuna kuteuana, my friend. Kule ni kwamba ama unaingia kwa njia ya kugombea kupitia kata ama unaingia kwa njia ya viti maalum wanawake. Hakuna habari ya 10 wa kuteuliwa na 5 wa kuteuliwa toka Baraza la Wawakilishi Zanzibar. Hiyo ni katika Bunge la Jamhuri ya Muungano. Haya, sasa hii migogoro ndani ya vyama vya siasa umezungumza kwamba inatokana na vitabu, lakini viongozi wa ndani ya vyama vya siasa, wanachama wao na wafuasi wao, pale ambapo wanaingia kwenye mtego wao kugombana na kuwa kwenye mpasuko, Betty Masanja, inakuwa ina tafsiri nini ndani ya chama husika cha siasa na mifumo ya demokrasia kwa ujumla katika nchi? Jibu liko moja kwa moja wazi kwamba kunakuwa kwanza ni uuaji wa demokrasia, kwa sababu watu wastaarabu, mnapokuwa na jambo ambalo mmekinzana, kwa kawaida mnakaa chini, mnajadiliana mnajadiliana kwa hoja na mnatafuta suluhu kwa utaratibu mpaka mnapofikia. Lakini mazingira ya nchi yetu sasa hivi jinsi yalivyo, kwa mujibu wangu, yanafifisha demokrasia, kwa sababu yani ni ubabe zaidi unaotumika, au kuna muda ambapo hata hoja hazizingatiwi. Saa zingine mpaka kuna mazingira ambapo kwa sababu kasema fulani swala hili basi linapindishwa, jambo ambalo naona linafifisha sana, kwa sababu hoja hazipewi nafasi, na chanzo chake kama alivyosema Mwalimu ni kwa sababu msingi wa mifumo ya siasa ya nchi hii bado haijakaa sawasawa, bado ina makengeza. Viongozi ndani ya chama cha siasa mathalani wanapopishana kwa hoja, halafu wanakuwa kwenye mgogoro ama migogoro ambayo inapelekea wao niseme sio kununiana ama kugawanyika, kwamba sasa sitotoa ushirikiano wangu ambao ninao, kama ni ushawishi ama uwezo wote ambao ninao, kwamba nakiacha chama na kisusia. Mathalan migogoro ya namna hiyo kwenye ndani ya vyama vya siasa, ukiachana kwamba watu wanakosa nafasi, labda hoja zao zinaweza zisisikilizwe, zisiwe na tija na kadhalika. Kuna vyama ambavyo wanaingia kwenye migogoro na vinaingia kwenye mpasuko, unaona kabisa sasa hawa wanaelekea wapi. Ndio maana nimekuambia watu wastaarabu kwa kawaida huketi chini wakajadiliana kwamba tuna tatizo hili, tulitatuaji, wakatafuta hoja na njia sahihi za kusuluhisha. Lakini kwa vile mfumo huu umewekwa, kwanza na mnukuu Mwalimu anasema tume huru ya uchaguzi ya sasa hivi, maanake zamani ilikuwa inaitwa tume ya uchaguzi, haijawahi kuweka huo mfumo. Mimi sitaki kuamini kwamba haijaweka kwa bahati mbaya. Nataka kuamini kuna sababu maalumu ambayo imejificha, imewekwa pale ku confuse hii system, kwa sababu haiwezekani taasisi ikapewa mamlaka ya kikatiba. Katiba ndio sheria mama, na ndio maana Mwalimu anasisitiza kwamba machimbuko yote yanaanzia kwenye sheria. Haki zako, jinsi unavyokula, unavyolala, unavyofanya mambo yako, unasomesha watoto, yamo ndani ya katiba, kwa sababu katiba ndio sheria mama. Sasa haiwezekani taasisi ikapewa jukumu la kikatiba halafu ikawa haijalitambua au haijaliona au hailijui. Sitaki kuamini kwamba hawalijui, sitaki kuamini kwamba wamelisahau. Kwa hiyo kuna namna ambavyo wenye mamlaka wameamua kufumba macho kwa makusudi, kwa sababu wanazozifahamu, kwa sababu hawajaitekeleza hii katiba. Lakini pamoja na kifungu hicho, unaweza kusema hiyo ni sehemu 81. Unaweza kusema hiyo ni sehemu ya chanzo cha migogoro. Ndio. Lakini kuna migogoro mingine, Mwalimu, unaweza ukatusaidia inahusiana vipi na katiba?
tunaweza kurifaa yanayoendelea katika vyama mbalimbali hivi karibuni, kuna masuala ya rushwa yanazungumzwa. Kuna masuala ya baadhi ya viongozi kujihusisha ama kupeleka taarifa katika vyama vingine au katika, kwa maana uadilifu na uaminifu. Yes. Kuna vitu kama hivyo ambavyo vinachochea migogoro ndani ya vyama. Vinahusiana vipi na katiba? Nadhani kwamba migogoro mingi katiba inahusika sana. Katiba ya nchi, kwa sababu katiba ya nchi ndiyo inafanya katiba za vyama vyenyewe zinadungua mambo kutoka kwenye katiba ya nchi. Katika nchi hakuna katiba yoyote hata ya chama cha kusaidiana, kikundi cha kina mama, katiba yao haitakiwi in spirit iweze kukinzana na sheria ya nchi. Ikikinzana, basi hiyo ni sababu huwa tunasema kwenye sheria kwamba hakuna sheria au katiba nyingine yoyote au maandiko yatakayoruhusiwa kukinzana na katiba ya nchi. Sahihi. Kwa kuwa ikifanya hivyo kwa kiasi hicho ilichokinzana, basi ni batili hiyo nyingine. Sasa kutokana na hilo, basi nilikuwa nafikiri kwamba muda mwingi sana migogoro mingi imetokana na kwamba demokrasia ndani ya vyama unakuta inaminywa. Uminyaji wa demokrasia ndani ya vyama, sauti za wachache unakuta ndio zina viongozi wanataka sauti ya mtu labda mwenyekiti au katibu basi ipite bila kupingwa. Sasa hiyo inakuwa sauti ya meza kuu, niite sauti ya meza kuu. Unakuta wajumbe sasa, kama demokrasia imeshamiri, wajumbe wanatoa hoja. Nimewahi kuona kwenye vikao kwa mfano vya vyama vya siasa, mikutano yao, mjumbe anapendekeza kwa mfano kwamba ndugu mwenyekiti, kwa nini hili jambo ambalo ajenda hii ambayo tunaanza nayo leo, kwa nini mwenyekiti umekalia kiti hapo wakati ajenda hii tunakaribia kukujadili wewe mwenyewe? Ndugu mwenyekiti, unaonaje ukitupisha wajumbe, tupange utaratibu, tupate mwenyekiti wa muda ili tukujadili kidogo? Mjumbe huyo ana hoja nzito sana ya demokrasia, kwa sababu huwezi kuwa mwenyekiti wa kikao kinachojadili ajenda yako mwenyewe kwa sababu ya msingi wa mgongano wa maslahi. Sasa kikao kikiwa kina demokrasia, basi ungeweza kukuta mwenyekiti angeweza kutoa hoja, wajumbe waweze kuipigia kura, mnasemaje, tuwepo au tutoke? Sisi ambao ajenda hii inayojadiliwa, inayokaribia kujadiliwa, tunahusika. Lakini unaweza kukuta mwenyekiti mwingine akasema hatoki mtu hapa. Kwa hiyo kuna baadhi ya vyama watu wanaweza kuwa wana nguvu kuliko pengine taasisi yenyewe ama katiba ya chama husika. Na hilo ndio shida kubwa iliyojitokeza katika miaka ya karibuni, na hii ni dunia nzima. Unakuta baadhi ya watu wanataka kuwa, na kuna mtu alikuwa anaitwa Machiavelli siku za nyuma, mwanafalsafa, aliwahi kuzungumza hili jambo kwamba inapokuwa watu wakawa na mamlaka, wakawa na nguvu kuliko taasisi, kuliko mifumo, anasema hii inaweza kuwa hatari sana, sababu tunaweza kuwa na utawala wa watu badala ya utawala wa mifumo. Katika nchi ambazo zinaendelea hatari ni kubwa zaidi, kwa sababu unakuta mtu akijitokeza akawa na nguvu sana, basi ana uwezo sana wa kuathiri utendaji katika taasisi. Lakini katika nchi ambazo zimeendelea unakuta anajitokeza, hata akijitokeza mtu mwenye nguvu anataka kuizidi mifumo inamdhibiti. Mfano mzuri sana ni Donald Trump. Donald Trump kwa kweli angekuwa anaongoza the Gambia au Malawi, nafikiri tungeshuhudia mambo ya ajabu sana, kwa sababu ni mtu ambaye anataka alilolifikiria, aliloliota kwenye ndoto akalitekeleze. Sasa mara nyingi sana mnamuona anataka kutekeleza hili, mifumo inamwambia Mheshimiwa Rais, huwezi kufanya hivi. Hata kama mtu huyo ana nguvu ya kifedha, labda lengo ni kukinyanyua chama. Sasa kukinyanyua chama, unajua vyama huwa vinakuja kusambaratika pale viliponyanyuka. Unajua unaona watoto wadogo wanapoanza kutembea, wakidondoka wanadondoka mara nyingi, lakini hawajawahi kudondoka. Mtoto mdogo hajawahi kufa kwa kudondoka, kwa sababu anajifunza kutembea. Unajua sababu yake? Kwa sababu kipimo chake cha kudondoka kiko sawa sawa na umri wake. Lakini mtu mzima ukijibwaga unajibwaga kweli. Kwa hivyo chama kilichonyanyuka ambacho tayari kiko juu
kinahitaji kuwa makini zaidi, kwa sababu mgogoro ukitokea unatokea kweli kweli, madhara yake yanakuwa makubwa kuliko chama kilicho kidogo. Kwa hiyo inawezekana vyama vya siasa vingi ni dhaifu mbele ya watu. Ukweli ni kwamba ukishaanza kuendesha chama nje ya katiba yenu ya chama, ambayo maana yake bila shaka itakuwa ni nje ya katiba ya nchi, ukianza kufanya hivyo, kwa mfano ukianza maonevu, ukianza kuteua watu wanaokwenda kwenye mabaraza ya madiwani, viti maalum, kwa kumpigia mtu simu, hautaki utaratibu wa vikao ndio uweze kujadili ni nani tumpeleke kwenye baraza la madiwani. Unaanza wewe kuchukua simu na kumpigia yule umpendaye wewe, bila shaka hamwezi kufika mbali. Sasa haya maonevu yakishaanza, maonevu sehemu nyingi sana utakuta migogoro chanzo chake ni maonevu, lakini sehemu nyingine utakuta migogoro inatoka nje ya chama. Iko sehemu kadhaa migogoro inatoka nje ya chama. Kwa mfano mtu aliyewekwa kusajili vyama amepewa pia jukumu la kuwa mlezi wa vyama. Sasa tafsiri ya ulezi wa vyama, anaitwa msajili wa vyama vya siasa. Tafsiri ya ulezi wa vyama ukiwa umeifanya ukaanza kutumia madaraka makubwa mno, wewe kama, tunarudi pale pale kwenye madaraka, mtu anakuwa na nguvu kuliko mifumo. Ukianza kutumia madaraka makubwa mno, unakuta sasa wewe unaanza kudhuru utendaji wa chama fulani. Kwa mfano watu wakilalamika yanayohitaji yaende mahakamani, wewe ukataka kuwa unayafanyia maamuzi, au ikaonekana kwamba chama kimoja, unalea vyama vyote, lakini chama kimoja kimefanya kosa lile lile ulikinyamazia, chama kingine kimefanya kosa lile lile umekikalia kooni. Tulikuwa na msajili wa vyama hapa ambaye sidhani kama atakuja kutokea kama huyo tena katika miaka ya karibuni. Alikuwa anaweza kukiandikia chama chochote kile, hata kile unachokijua wewe kama ni kikubwa sana. Aliwahi kukiandikia kwamba nataka maelezo, kwa nini nisikifute chama chenu? na wakajibu. Sasa unajua wakubwa hawa wakiona unajikakamua sana, hawakujibu kwa barua, lakini yeye muda si mrefu akawa amemaliza muda wake wa usajili wa vyama. Hebu tuzungumze jambo moja. Wakati tunazungumza migogoro ndani ya vyama vya siasa, Betty Masanja, ilikuwa ni haraka sana Tanzania kuingia kwenye mfumo wa demokrasia wa vyama vya siasa, kuwa na vyama vingi vya siasa kiasi hichi? Kabla sija kujibu hivyo, naomba niongezee kwenye swali la mtangazaji aliyepita, aliyoko kurudia kwangu. Matatizo yoyote kama ambavyo mwalimu amesema, hebu chukulia mfano, kuna rail ambapo unatakiwa upitishe, labda ni treni kwa mfano, treni inatakiwa ipite kwenye leri, halafu kwa hiyo tuseme leri ndio katiba yetu, halafu wewe hujaweka yale magurudumu yale, sijui yanaitwa magurudumu, hayajakaa sawasawa kwenye leri. Hiyo treni inaweza kaenda sawasawa? Haiwezi. Yaani leri inatakiwa ipite kwenye mataruma yale, lakini leri yale, vile vyuma vile vinavyopita pale, kimoja kimekaa pembeni na kingine kimekaa pembeni, yani haijakaa sawasawa. Je, hiyo treni inaweza kwenda sawasawa? Sidhani kama inaweza kwenda. Sasa mambo yote haya tunayoyaongea kwa mujibu wa muktadha wa nchi yetu yametokana na katiba, kwa sababu system haijawekwa, mifumo haijawekwa kwamba vyama vya siasa mtakuwa mnafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi, mtafanya hivi. Ndio maana kila mmoja anajifanyia jinsi anavyotaka, kama vile hajaiona hiyo katiba. Na kwa sababu mifumo samani, natumia neno kali kidogo, inachezewa au inapuuzwa, ndio maana yanatokea haya. Sasa kwenye swali lako unasema kwamba vyama vya siasa kabla ya kufika kule pia umesema mifumo kama inachezewa na miongoni mwa hivi vyama vya siasa ambavyo wenyewe vina migogoro ya ndani, ndio wanataka mabadiliko ya hii katiba. Sasa kama humu kuna ambayo tu hayajatekelezeka, kuna umuhimu wa kuwa na katiba nyingine. Kosa ambalo baadhi ya Watanzania ni kwamba wanafikiri katiba ni ya wanasiasa. Katiba sio ya wanasiasa peke yao. Katiba ni ya Watanzania wote, wewe, mimi na watoto wetu na waliopo na kizazi kinachokuja.
wao wanatumia kwa interest zao na wenyewe wanachagua sehemu. Kwa mfano hii mambo ya kisiasa, kipengele cha ibara ya 81 ndio wanaoitumia kuweka malalamiko yao na vipengele vingine vichache, lakini kiuhalisia katiba sio ya wanasiasa. Tena ningekuwa na uwezo, mchakato wa katiba usihusishe wanasiasa, kichaguliwe kikundi, kama watakuwekwa wawe wachache, isiwe kama utaratibu uliokuwa umepita, kwa sababu wao watavuta maslahi yao, watataka kuweka mianya ambayo itaacha kuwawajibisha. Kwa mfano, kwa sababu tunasema katiba inasema mamlaka yako mikononi mwa wananchi. Wananchi ndo tunawajibika kuwawajibisha wabunge kama wasipotimiza wajibu wao na serikali. Lakini Betty, inawezekana kweli kuto kuwahusisha wanasiasa na kuzingatia pia kuna mifumo ya uongozi ambayo imefafanuliwa humo ndani ya katiba. Ndio maana nimesema natamani wasiwe wote, yani kuwe na mchanganyiko, kuwe na mchanganyiko wana taaluma, yani wao wasizidi, yani mzani usielemee kwao zaidi, ili kuwe na balance, kwa sababu katiba ni yetu sote na wao lazima wanaweka pale maslahi yao kujilinda. Kwa mfano, tunataka kwa vile mamlaka yako mikononi mwa wananchi, inatakiwa kwa mfano kwenye nchi zingine mbunge asipotekeleza wajibu wake wananchi wanamtoa kabla miaka 5 haijaisha, unawajibishwa na vipengele vimeandikwa. Inatakiwa na sisi hapa nchini ikifika muda huo wa kurekebisha tuweke kwa mfano kipengele kama hicho, kwa sababu kuna mtu anachaguliwa kama mbunge anahamia Dar es Salaam, harudi kule. Si tunasoma kwenye vyombo vya habari na nyinyi mnatangaza, anakuwa hajarudi kule kwa sababu yani it's like kwamba ukiwa mbunge ukae kwenye eneo lako la jimbo, kwa sababu unawakilisha wale wananchi. Utajuaje matatizo yao kwa kuambia tu na simu? Uweko pale uchangamane nao, ujue shida zao, ndio maana uwawakilisha. Sawa, nikurudishe kwenye lile swali. Mbunge wa wapi huko anakaa Chanika? Sawa, nikurudishe kwenye lile swali. Tumezungumza migogoro ndani ya vyama vya siasa. Ndio. Nikauliza ni kwamba imekuwa haraka sana kuwa na idadi kubwa ya vyama vya siasa kiasi hichi? Hapana, kwa sababu fikiria kipindi ambacho, kwa sababu utambulisho wa vyama vingi ulianza 1992 rasmi. Rasmi. Kutoka kipindi hicho kama ulirejea hivi. Ni kama ulirejea baada ya miaka mingi baada ya nchi kupata uhuru na hapo katikati. Mimi sidhani kama uliwaishwa, kwa sababu mnapojiwekea utamaduni. Kwa mfano, nitachukulia mfano very simple. Sasa hivi serikali imetangaza kuanzia Julai 1 malipo yote yatafanyika kwa kutumia mitandao kidigitali. Si ni tamko hilo limetoka juzi? Mbona watu tumeweza kufuata sasa hivi? Si ni kwa sababu utashi wa kisiasa wa nchi unapokuwa tayari, hakuna jambo linaweza kushindikana. Hata hii katiba tunaenda mbele, tunarudi nyuma, bado hakuja kuwa na utashi wa kisiasa, isipokuwa hii juzi ndo nikasikia kiongozi mmoja mkubwa sana kasema kwamba mchakato karibu utaanza. Actually ni rais kasema wameanza kufanya maandalizi. Nashukuru kwamba kumekuwa na huo utashi wa kisiasa. Tunatamani sasa, mimi kwa niaba ya wananchi wenzangu, tunatamani sasa tuone kweli huo mchakato uanze na uwe mikononi mwa wananchi. Wananchi awe ni mbunge awe nani, wote ni wananchi, lakini kusiwe na kundi moja tu lielemee kukaa peke yao, kama vile huku kwenye makundi mengine hakuna watu ambao wanafahamu umuhimu wa katiba. Kwenye swali langu la kwamba hatukuwahi mpaka sasa hivi unazungumza vyama vyenye usajili wa kudumu 19. Ndio. Idadi kubwa sana ya vyama vya siasa. Ndio. Ambapo kwenye vyama hivi vya siasa ndani inazungumzwa migogoro. Ni kwamba hivi vyama vya siasa mwaka 92 wakati vinasajiliwa na kupata usajili wa kudumu, vingi vimepata kuanzia pale. Ndio. Ni kwamba iliwahi sana kwamba Tanzania ilipaswa kusubiri, ama ilipaswa kuwa na vyama vichache tu vya siasa viwe na nguvu na wananchi kuona kwa maana mrengo na lengo la chama fulani cha siasa? Hatukuwahi, tuliingia ilikuwa ni wakati sahihi, isipokuwa kuna kitu kinaitwa propaganda. Unajua propaganda ziko za aina 3. Kuna propaganda nyeupe ambapo jambo linakuwa likisemwa ujue ndio uhalisia wenyewe. Alafu kuna propaganda nyeusi. Propaganda nyeusi ni jambo linasemwa lakini ni kinyume chake, ambapo mara nyingi inakuwa ni uongo. Alafu kuna propaganda ya kijivu ambayo ni nusu kweli na nusu sio kweli.
kumekuwa na propaganda nyingi sana ambazo zinaelemea mfumo wa siasa ya nchi yetu. Kama ambavyo Mwalimu Namdunga amesema, kuna migogoro ambayo inatoka ndani kwa wao kwa ajili ya migongano ya kimaslahi, na kuna migongano ambayo inatoka nje ya vyama vya siasa. Kuna namna ambavyo kuna kikundi fulani kinawagombanisha. Unajua kuna namna ambavyo vyama huwa vinagombanishwa, unaweza kuamini hiyo? Yaani linaundwa jambo ili kuwagombanisha, kuwafitinisha, halafu wanaanza kugombana. Na hii ni kwa sababu katiba bado haijatekelezwa jinsi inavyotakiwa. Kwa sababu kama kungekuwa na mwongozo kwamba, kwa mfano hapa ofisini kwenu, unajua unatakiwa uripoti sijui saa ngapi, usaini, utafanya kazi muda fulani, ukimaliza utaondoka, ikifika muda fulani utapumzika. Nyie mmewahi kugonganisha ratiba zenu? Au mmewahi kugombania studio? Labda kwenye hilo Mwalimu Deus mmewahi kugombania studio? Unaizungumza Tanzania ya vyama vya siasa 19 ambapo tayari kuna wanasiasa umewaweka kwenye makundi hayo 19, lakini kuna vyama ambavyo pengine wakati mwingine unaweza usivione sana kwenye harakati za wakati wa kutafuta nafasi za uongozi, mathalan nafasi ya urais na kadhalika, na pengine hata kwa picha ya wazi kwamba vinaweza vikashinda ama visishinde, unaweza pia usipate hiyo picha. Kulikuwa kuna haja ya kuwa na vyama vingi vya siasa kiasi hiki? Msajili wa vyama vya siasa, tunapozungumza vyama vya siasa ni huru. Kwa maoni yangu mimi, wewe umeuliza tuliwahisha mno kuleta mfumo wa vyama vingi vya siasa. Jibu langu ni kwamba kwanza hatukuwahisha, alafu pili hatujaingia kisawasawa kwenye mfumo wa vyama vingi vya siasa. Hatujaingia kisawasawa. Kwa hiyo tulianza wakati sahihi, ila hatukuingia na hatujaingia hivi mpaka leo. Migogoro mingi unakuta inatokana na uchanga wa mfumo wetu wa siasa ya vyama vingi, na unakuta kwa sababu ya uchanga huo, basi watu wengi wamekwenda kwenye vyama na wanaishi kwenye vyama kwa ajili ya kupata zile faida ndogo ndogo kwa ajili yake. Wengine wanakwenda kule kama ajira, wengine wanakwenda kule kwa ajili ya kutunza familia, lakini ile kwamba lengo la chama cha siasa ni kutengeneza viongozi wa leo na wa kesho. Chama cha siasa kazi yake ni daraja kutengeneza viongozi. Kwa hivyo unakuta mgogoro, chanzo kikubwa sana cha mgogoro ambacho wananchi bahati nzuri walimweleza Warioba wakati wa kutengeneza katiba mpya ni kwamba siasa inatumika vibaya. Kwa mfano unakuta sasa, kwa kuwa watu wanachukulia siasa ndio mkate, basi unakuta watu wanafanya siasa mpaka wanapitiliza. Yani mtu anafanya ushabiki wa kisiasa mpaka inapitiliza. Na migogoro mingine inatokana sasa kwamba ukishakuwa kwenye chama kimoja, basi wewe unaambiwa ni lazima pambana kuvuruga wale wengine, ni sisi dhidi ya wale. Na ndio maana ukiangalia kwenye rasimu hapa ilikuwa imesema siasa ni daraja tu la kupata viongozi. Ukishapata umeingia kwenye uongozi, wewe unageuka unakuwa ni kiongozi wa watu wote. Hivi mbunge wa Ubungo au mbunge wa Temeke, unaweza kusema kwamba yule bwana mimi sio mbunge wangu, unaishi Temeke, alafu ukasema mimi yule bwana sio mbunge wangu, mimi mbunge wangu alishindwa. Hatuwezi kufanya hivyo. Ukiona unafanya hivyo, ujue mfumo wa vyama vingi haujamea, haujakomaa katika nchi. Watu hawana elimu ya upinzani. Watu hawana elimu, na nasikitika kwamba masuala haya ambayo watu ilitakiwa wewe wanaelimishwa, watu wajue kwamba ile kwamba wewe ni CCM au Chadema au ACT au DP au AFP ni daraja ili uweze kushindana na wenzako uingie kwenye uongozi. Ukishaingia unakuwa ni kiongozi wa wote wa rangi zote. Na kwa hivyo utakuta kwa sababu ya mapungufu hayo ambayo yamo sana kwenye katiba hii, kwa sababu katiba hii imeandikwa katika mfumo wa chama kimoja, halafu mfumo wa vyama vingi ulivyoingia tukaanza kufutafuta pale palipoandikwa chama kitashika hatamu, tunafutafuta, tunajaribu kuweka ile dhana ya vyama vingi. Kwa hivyo katika mfumo wa vyama vingi uliokomaa huu ibara ya 72(4) inasema, ibara ya 72(4). Sasa hiyo ni rasimu ya mabadiliko ya katiba ambayo Watanzania wanatumai hii tukimaliza ibara ni utaona zimeandikwa kwa mapana yake.
Sasa wakati Balkis anakutafutia, labda niseme hoja iliyomo humu ili kutatua hilo tatizo, chanzo cha tatizo inasema viongozi wakisha kuchaguliwa watajiepusha kujinasibisha na chama chao cha siasa. Hii ni kuanzia chini mpaka rais. Na kwa hiyo chama chochote cha siasa au kundi lolote kwa namna ambayo inaathiri umoja wa kitaifa wa wananchi. Kwa hiyo kwa mfano akitokea tumemchagua rais wa chama cha African Farmers Party, labda amekuwa rais wa Tanzania, maana nikitaja hivi vingine wengine wanapata ukakasi, nikitaja hivi vingine AFP labda tumechagua rais amekuwa ndio rais wa Tanzania, kuanzia siku anaapishwa rais huyo ambaye ni wa AFP anakuwa rais wa Watanzania wote na kwa hivyo atajiepusha kujinasibisha na chama cha AFP. Kwa hiyo tunategemea asivae shati la AFP tena. Ndio. Tunategemea asiwe mwenyekiti tena wa chama chake cha AFP. Ndio. Kwa sababu hii inaleta migogoro sana. Tunategemea kwa mfano hatuwezi kuona kamati kuu ya chama chake cha AFP imekutania Ikulu. Hilo la kutokuwa labda kiongozi ndani ya chama chake, hauoni unamtengenezea nafasi kubwa yeye kuongozwa na chama chake? Kwa sababu anatakiwa ili uwe kiongozi, tafsiri yake wewe unatoka chama cha siasa ambacho kina nafasi pia kuweza kukuvua hata wanachama. Usipokuwa kiongozi wa juu, maana yake umetengeneza udhaifu kwa yule kiongozi. Labda mathalan wewe ni rais, alafu ndani ya chama chako wewe ni mwanachama tu wa kawaida. Naomba nikuulize swali. Mbona wakati wa hayati Mwalimu Nyerere, kwanza uliwahi kumwona hayati Mwalimu Nyerere amevaa sare ya chama chochote? Pengine mtu hajapendelea tu kuvaa. Hapana. Sasa tutoke kwa Mwalimu Nyerere, twende Malawi. Ulimwona twende Malawi. Rais aliwahi kutofautiana na mwenyekiti wa chama chake. Rais wa nchi walitofautiana. Rais anasema tunaanza programu ya kupambana na mafisadi wa Malawi. Halafu katika programu ile ikaonekana ule utafiti wa mwanzo wa tume ya kudhibiti rushwa Malawi inamhitaji mwenyekiti wa chama ambacho rais anaongoza aweze kufika mbele ya tume ya kudhibiti rushwa. Anaonekana kuna pesa fulani alizipiga wakati alipokuwa rais. Kwa hivyo mpishano ule katika nchi ambayo demokrasia imekomaa ya vyama vingi, rais anatakiwa asiwe mwenyekiti wa chama chochote cha siasa ili aweze kuongoza, aweze kuatamia mayai yote yaliyoko pale. Watanzania wa vyama mbalimbali na wale wasio na vyama, kwa sababu pia kuna Watanzania ambao hawana vyama. Ukiwa unakuwa na ule ukindakindaki wa chama chako, unawaacha watu wengine, unashindwa kuwatamia, na ili uongoze program za kimaendeleo ni lazima ukitoa sauti wananchi wote waweze kukusikiliza, waseme rais wetu kazungumza hivi. Sasa ukiwa unajinasibisha mno na rangi ya chama chako, unajikuta kuna watu wanajibagua na wewe. Katika hilo Mwalimu, naam, hii ni rasimu haswa hili ambalo tumelizungumza halipo kwenye katiba yetu. Yes. Lipo katika pendekezo kwamba kama mchakato wa katiba ukifanyika na ikatumika rasimu hii, basi pengine hili litakuwepo, lakini kwa sasa tunaishi hivyo. Rais hata ambaye tunaye madarakani ndio mwenyekiti wa chama chake ambacho ndicho kimemweka madarakani, na hata ikiwa katika vyama vingine tutaendelea kuishi hivyo. Ndio. Kama hatujarekebisha. Mtangazaji, unavyosema tutaendelea kuishi hivyo, yani ni kama huna matumaini kabisa ya katiba mpya. Katiba mpya inakuja. Katiba mpya imeshafika. Kwa wakati huu ambao tunaishi hivi, kwa wiki hizi chache. Mbona una matumaini makubwa sana? Mheshimiwa Rais wetu ametoka kutuambia. Mheshimiwa Makamu wa Rais ametoka kutuambia. Sisi nani mpaka tuwabishie waliosema katiba mpya hiyo inakuja. Kama yapo ambayo yamo ndani ya hii katiba mpya na hayatekelezwi ipasavyo, mfano wa ibara ya 81 ambao umetuambia, ndio ikija hata huku kwenye katiba mpya, ndio, na haya mambo ambayo tunayaona humu kwenye katiba mpya yasipotekelezeka, maana yake tutaendelea kuishi hivi hivi ambavyo tunaishi hivi sasa. Ndugu mtangazaji, maisha mazuri ni kufikiria mambo mazuri, kuwa positive. Moja ya mambo ambayo yatafanyika tutakapozaa katiba mpya ambayo hayakuwemo kwenye katiba hii ya sasa ni kwamba kunawekwa taasisi za ulinzi wa katiba. Ndio.
Kwa hivyo ambalo halikuwepo hapo, ambazo zitasimamiwa na watu ama watu wake utawapataje? Sasa ndugu yangu, kwa sababu awali tumezungumza imani ya watu, si tena taasisi. Sasa ndugu yangu, kama tunatenda isivyo kwa sasa, usije ukafikiri tutatenda isivyo miaka yote. Nimekueleza kwamba hapa shida iliyopo ni kwamba tuliandika katiba wakati wa mfumo wa chama kimoja, tukaanza mwaka 92 kuanza kuondoa kifungu fulani, tunaenda tunasoma, alafu maanake kwa mfano ilikuwa inasema mtu hawezi kwenda kuingia elimu ya juu, sifa yake mojawapo lazima aonyeshe wanachama wake wa chama tawala. Umeona hiyo? Sasa tukaanza kufutafuta yale mambo. Sasa kwa kuwa hii iliandikwa wakati wa chama kimoja, mfumo wa vyama vingi umeandika rasimu hii ambayo bunge maalum la katiba lilizalisha katiba inayopendekezwa, ambayo kwa kweli kwa hoja hiyo niliyoitoa havitofautiani sana. Kitu kitakachotokea ni kwamba taasisi za ulinzi wa katiba hazitakuwa legelege kama sasa. In fact, ziko taasisi ambazo hazipo kabisa kwa sasa. Kwa mfano, kuna baraza la ushauri la kitaifa ambalo hivi leo mnakuta hii katiba inasema ingawa baraza la mawaziri na vyombo vingine kadhaa vitamshauri rais wa Tanzania, rais hata lazimika kusikiliza wala kukubali ushauri wao. Lakini hapa hilo limeonekana tatizo, kwa sababu kama mnamshauri mtu, tunawalipa hadi mishahara ili mumshauri mtu, alafu huyo mtu hata lazimika kufuata ushauri wenu. Sasa huu ushauri mlimpa wa nini? Kwa hiyo hapa hilo tatizo limerekebishwa, maana hiyo nayo ni chanzo cha mgogoro. Hapa imerekebishwa. Inasemaje sasa? Imeweka ulinzi kwamba endapo rais atashauriwa na washauri halafu akawa hakubaliani na ushauri huo, atahitaji kutoa sababu za kwa nini ushauri huo hakubaliani nao, na imesema ushauri atakao ukataa, mara nyingi sifa yake ya kwanza ni ushauri unaoenda kinyume na katiba ya nchi. Mwalimu, hili tumelizungumza kwa undani sana. Tukirejea kule kwenye migogoro ya vyama ambavyo tumegusa katiba kwa sababu umetuambia ndio msingi wa migogoro iliyomo ndani ya vyama. Tuna vyama 19 hapa nchini, lakini wakati ambao tumeweka mjadala huu na kuzungumza migogoro iliyomo ndani ya vyama, kuna vyama ambavyo tunavilenga moja kwa moja. Ni vyama ambavyo vimewahi kuwa na wabunge wengi bungeni. Ukizungumza sasa hivi Chadema wana migogoro mingi ndani yake. CUF wamekuwa na migogoro ya muda mrefu na baadhi ya vyama vingine. Lakini NCCR mara kwa mara tumesikia migogoro, moja kati ya chama ambacho kimewahi kuwa na ushawishi wa kisiasa nchini kabisa. Nazungumza hata Chauma hivi karibuni wametoka pia kubadilisha viongozi. Haya unayaona kwa vyama vile ambavyo tunawafahamu viongozi wake wapo. Utaona kuna kiongozi mmoja yuko bungeni, kuna kiti kimoja wamepata, kuna ambaye ametolewa huku kapelekwa kwa mkuu wa mkoa. Yani tunaona ni wale ambao wapo. Kwa nini migogoro hii hatuioni kwenye vyama ambavyo sitaki kusema kuwa si vikubwa ya wanachama lakini yani kuna au vya muda mrefu hatuvioni. Kuna vyama ambavyo huko natamani nijibu katika tuseme katika vyama 19 weza vyama ambavyo vina migogoro zaidi ndani ya vyama labda 4-5. Kwa nini hatuoni katika vyama vyote kuwa na migogoro ndani yake? Beti, labda umjibu. Mimi swali tu ambalo nitapenda nilielekeze kwake, anitajie chama kimoja ambacho hakina mgogoro. Kabla hujamtajia mimi naomba nijibu ifuatavyo. Unajua uchumi, nguvu ya uchumi, iwe kwenye familia iwe kwenye kikundi, nguvu ya uchumi ni silaha moja kubwa sana. Ilivyo bahati au isivyo bahati, sijui nisemeje, chama kimoja ambacho ni cha muda mrefu ambacho kilitoa watu wachache wakatengeneza hiyo katiba. Unajua hiyo katiba ilitengenezwa na watu wachache sana. Mwalimu alikuwa wangapi waliotengeneza? 20. Watu 20. Hii katiba hii tunaoitumia, hicho chama kilichotoa watu 20 kutengeneza hiyo katiba ambayo inalalamikiwa kilikuwa kinajiangalia chenyewe. Kwa hiyo ilipofika 1992 kwa sababu wakati huo lakini hakukuwa bado na hivi vyama vingine. Nisikize basi. Sababu vingi vimesajiliwa 92, 93. Nisikize. Hicho chama kilichotengeneza hiyo katiba 1977 kilitoa watu 20 au 21 kutengeneza hiyo katiba ambayo ndio inalalamikiwa sasa hivi.
na hii ni kwa sababu walikuwa wanajiangalia wao katika mazingira yao. Sasa 1992 mfumo wa vyama vingi ulipoingia, hicho chama kikahodhi mali zote ambazo tulikuwa tumezitafuta Watanzania wote. Kwa hiyo viwanja vya mipira, mali zote zilizokuwepo ikazichukua. Kwa hiyo hivi vyama vichanga vilivyoanza, hivi vyama vingine vipya vilivyokuja kuanza, vikawa havina nguvu ya uchumi. Mimi kwa mujibu wangu, pamoja na figisu sijui za propaganda na nini, sababu nyingine kubwa ya migogoro ndani ya vyama vya siasa ni nguvu ya uchumi, kwa mujibu wangu mimi. Kwa maana nguvu ya uchumi. Nguvu ya uchumi. Swali langu linakuja hivi. Mwenzangu Baraka aliuliza vyama 19. Ndio. Mwalimu Deus, vyama 19 hivi unavipima kwamba vilipaswa vyote kuwepo hivi sasa? Mathalan mataifa kama Uingereza ama Marekani wana vyama vichache vifike 10. Uingereza ni 7 hivi, Marekani ni 5 hivi, lakini kila chama kimoja kimejielekeza kwenye ajenda fulani. Hiki mazingira tu, hiki labda pengine demokrasia, hiki labda katiba pekee. Kwani kuna ubaya gani wa kufanyaje? Kwa kuwa na vyama vingi? Wewe kwa mawazo yako, kwani kuna ubaya? Lazima kila kimoja kionyeshe mchango wake kwenye taifa. Ndio. Ambao ni wawazi. Mwalimu Deus, karibu. Labda mimi nitaka kusema kwamba swali lako litajibiwa hata kama si leo, siku nyingine. Lakini nitaka kusema kwamba hakuna chama hata kimoja nikijuacho duniani ambacho hakina mgogoro. Hakijawahi kuwa na mgogoro. Hakuna chama hata kimoja duniani, familia, iwe Republican ya Marekani, iwe Labour, hakuna chama hata kimoja ambacho kinaishi hakina mgogoro. Lakini kuna vyama ambavyo vipasuke. Hoja hapo sasa, kwa nini vipasuke? Kwa sababu ya migogoro. Kuwa na mgogoro katika taasisi yoyote, hasa taasisi muhimu kama chama cha siasa, ni jambo la kawaida sana. Kwa sababu ni lazima, hata gilasi watu wao wanaongea mtaani, kwenye kabati huwa zinagongana, sembuse binadamu. Lakini zikipasuka muhimu sio kuwa na mgogoro au kutokuwa na mgogoro. Muhimu, je, muna mifumo ya kuweza kushughulikia migogoro inapojitokeza? Hiyo ndio tofauti mnayoiona katika vyama tulivyo navyo Tanzania. Vile ambavyo hamsikii migogoro yakitokea, vina mifumo ya kushughulikia migogoro inapojitokeza. Lakini unakuta sasa vyama ambavyo vimejijenga zaidi ndio vinakuwa na mifumo ya kuweza kushughulikia matatizo. Vyama ambavyo ni vichanga, mifumo yake nayo ni michanga. Na kwa sababu hiyo basi unakuta viko vyama, kwa mfano, vina kamati ya maadili. Mwanachama akizungumza hili, amezungumza tofauti kinyume cha utaratibu wa chama, chama watakwenda kwenye kamati ya maadili. Yako mambo machache mtayasikia, naona waandishi wa habari huwa mnaandika vichwa vya habari, chama fulani cha mburuza kamati ya maadili, lakini undani wa mambo walioongea naye unakuwa mara nyingi huwezi kuyapata, kwa sababu inakuwa ni siri za vikao. Kwa hivyo kwamba chama gani kina mgogoro zaidi, vile mnavyosikia mgogoro umefukuta ni kwa sababu umetoka nje, kwa kuwa utaratibu wa kushughulikia ndani kwa ndani umekuwa hauko makini sana. Kuna migogoro mikubwa ambayo imewahi kutokea ndani ya vyama vya siasa. Mgogoro ambao uliwahi kumtoa Zitto Zuberi Kabwe ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo, na sasa tunayo ACT Wazalendo. Mgogoro ambao umewahi kumtoa aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndani ya Chama cha Mapinduzi, nikimzungumza Edward Lowassa, kampeleka ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Na migogoro mingine, hata Sumaya amewahi kutoka. Sasa Bernard Membe pia katoka CCM. Kumekuwa na migogoro ambayo imeleta impact hizo, lakini hatukuwahi kukaa hivi na tukazungumza sasa migogoro ya ndani ya vyama. Hatukuwahi kukaa hivi ambavyo tumekaa hii leo na tunazungumza migogoro ambayo iko ndani ya vyama vya siasa. Sijui niweke vipi, lakini wakati ambao tunazungumza haya, nchi inataka kuzungumza kuhusu maridhiano. Tunataka kuzungumza kuhusu maridhiano wakati ambao ndani ya vyama vya siasa hatuyaoni hayo tu maridhiano yaliyo ndani ya vyama. Vipi tunaweza sasa kuzungumza kama taifa kuhusu kuridhiana wakati sehemu ya makundi muhimu yanavurugana? Utashangazwa sana nikikuambieni kwamba baadhi ya migogoro iliyoko ndani ya baadhi ya vyama hivi sasa, maridhiano ya kitaifa yakienda vizuri, yanaweza kuwa ni tiba
hata kwa migogoro iliyokuwepo kwenye vyama kabisa. Mtashangazwa sana nikiwaambia hivyo. Kwa nini? Kwa sababu mazungumzo ya kitaifa hayaishii tu kujenga taifa lililo moja. Kujenga taifa lililo moja maana yake ni pamoja na kuleta utangamano kwenye taasisi mbalimbali. Taasisi ambazo tunazizungumza hivi leo za kisiasa ni taasisi muhimu. Utakuta kwa mfano hii migogoro mnayozungumza haiko tu kwenye taasisi za kisiasa. Ziko taasisi za dini, ndugu yangu, zimepambana, watu wamepambana huko, ni balaa. Kuna hayo migogoro. Utangamano ambao tunauzungumza leo, mazungumzo, na mara nyingi nimewasikia watu wakizungumza maridhiano. Maridhiano ni kama unga ukiutumbukiza kwenye mashine, ukitumbukiza mahindi kwenye mashine, kinachotoka kule ndio nini? Unga. Maridhiano huwezi kuyazungumza, huwezi kusema njooni turidhiane, njooni tuzungumze. Maridhiano ni outcome. Kwa hivyo katika mazungumzo yatakayotokea kuna tiba itatibu mambo yaliyoko kwenye vyama vya siasa. Kwa mfano niwape tiba moja. Katika mazungumzo kwa mfano tutazungumza kuhusu kwa mfano vyama vya siasa kama taasisi muhimu zinawezaje kuwezeshwa kifedha. Vyama vya siasa, ufadhili wa vyama vya siasa utakuwaje? Katika kuzungumza hilo, kuwezeshwa kifedha, iweke wazi kwamba unatamani kuwezeshwa na nani, kwa sababu hawa pia wao wana washirika na namna mbalimbali za kuviwezesha vyama vya siasa. Sijasema kuviwezesha toka kwenye fuko moja. Maana yake vyama vya siasa duniani, vyama vya siasa ni taasisi muhimu sana. Ukiviachia vikawa vinachukua tu pesa kokote kule, siku moja vinaweza vikachukua pesa za kina Osama bin Laden na wajukuu wao. Kwa hivyo kuna namna ambazo huwa zinazungumzwa. Kila nchi inazungumzia taasisi muhimu, lazima tuseme itaishi vipi, kwa sababu taasisi inahitaji iendeshwe kwa fedha. Je, utaratibu wa kupata fedha utakuwaje? Hiyo unaweza ukakuta ikasaidia kutatua baadhi ya migogoro ambayo iko kwenye vyama vyenye mifumo ya ada ya wanachama, lakini na michango ambao wanakuwa wanaendesha bado inaweza isiyo na msaada. Hilo umezungumza wewe mtu mmoja, lakini ukilileta kwenye mazungumzo ya kitaifa, watu wataleta njia hata 20 za namna ambavyo taasisi mbalimbali zinaweza zikajipatia vyanzo vya mapato kwa ajili ya kuendesha taasisi zao. Na mifano ipo, ziko nchi mbalimbali tunaweza tukachukua. Iko mifano, unajua mifumo haifanani. Katika nchi kama yetu, mfumo wa nchi kama ya Afrika Kusini hauwezi kuiga moja kwa moja, kwa sababu Afrika Kusini kwa mfano ina vyama vya kidini, vyama vya siasa. African Christian Democratic Party ACDP iko bungeni, ina wabunge bungeni. Maaskofu watupwa, yani wabunge ni maaskofu. Kipo chama kingine Ujamaa. Mtashangaa Afrika Kusini ina chama kinaitwa Ujamaa. Hiki ni chama ambacho Waislamu wanaendesha hicho chama. Lakini kwa nchi yetu, katiba yetu, katika mambo mazuri yaliyomo angalau kwenye katiba hii tulionayo, chama cha siasa kitakatazwa kuwa na mlengo wa dini fulani, kuwa na mlengo wa kabila fulani. Unajua tungeruhusu hapa kabila fulani zingeweza kuwa na chama kikawa na nguvu sana. Ziko kabila hapa ni tishio. Mtangazaji anacheka kwa sababu ziko kabila, na unajua katika maendeleo ya siasa za nchi yetu ilikuwa ni muhimu sana kuhakikisha kwamba itazuiwa kwa vikundi hivi kuweza kuzalisha mgombea kwa mfano wa urais. Kuzuia makabila makubwa, kuzuia dini kubwa, kuzuia. Sasa hayo yote yatakuja kwenye meza ya mazungumzo. Mazungumzo tunayozungumza hapa ambayo yanakuja si mazungumzo madogo hata kidogo kabisa. Ni mazungumzo yatachukua upana wake kikamilifu, na utakuta hayo tu yenyewe yanaweza kawa tiba kwa baadhi ya migogoro. Mimi sitegemei baada ya mazungumzo haya ambayo yatatupeleka kwenye maridhiano, baadaye tukapata katiba mpya, sitegemei kwa kweli kwamba tutaendelea kuwa na migogoro kiasi hiki. Ilifika wakati kwenye vyama vya siasa, mmewataja hao wachache, ilifika mahala mkutano wa NCCR Mageuzi pale Tanga, zilizimwa taa, watu wanataka kuchapana, Agustino Yatonga Mrema akiwa ndio mwenyekiti wa chama. Nikawa najiuliza sasa, vyama vya siasa ambavyo vinatakiwa vizalishe viongozi kama vinazimiana taa ili mchapane, bahati nzuri mwenyekiti naye amesomea mbinu za medani, taa zinawashwa, mwenyekiti hayupo, katoka, yuko nje ya ukumbi. Kwa hivyo nitaka kusema kwamba mazungumzo ya kitaifa yanaweza yakaponya hata migogoro ambayo iko kwenye vyama vya siasa. Ni sawa huko kwenye vyama vya siasa kuelekea kwenye maridhiano ama mazungumzo hayo ya kitaifa ambayo unayataja, kwamba vyama vingine kukaa nje ya mchezo ama kususia kukaa kwenye meza ya mazungumzo ni sawa?
Sasa kwamba ni sawa au si sawa, hilo linaweza kuwa swali kavu sana, na maswali makavu wasio mazuri. Swali muhimu zaidi ni je, tutaweka mfumo wa namna gani ili hata kama mimi na wewe tumewahi kugombana bado tuweze kukutana kwenye meza ya mazungumzo. Kwa hiyo ni jukumu ambao mfumo uwekwe na nani, Mwalimu Deus, kwa sababu swali langu ni wazi kwamba kwa mfano kwenye vyama vya siasa tunazungumza vyama 19. Ndio. Kwenye vyama 19 labda 10 vikakubali kwenda, 10 visikubali kwenda, labda kimoja kikaenda, vingine visikubali kwenda. Utajuaje chama kimekataa au kimekubali? Sasa hatujafika huko. Utajuaje chama kimekataa au kimekubali? Ndio maana nasema hivi, mazungumzo ya upatanishi kama haya ni taaluma iliyosomewa, itamhitaji sana atakayeendesha haya mazungumzo. Ndio maana sisi wengine tumekuwa tukisema hatuwezi kuzungumza wenyewe, kwa sababu wengine sisi tuna majeraha, tumegombana mno. Akiniita, unajua mazungumzo kwa mfano inategemea na nani anayeendesha hayo mazungumzo. Kama atakuwa anayeniita, hata katika ukoo, ikiwa kuna ndugu ambaye mimi tumegombana sana siku za nyuma, baba mdogo ambaye tuliwahi kukorofishana sana, anatuita tukae kwenye kikao, mimi siwezi kwenda. Kwa hiyo natamani atokee mtu atakayesimamia au taasisi itakayosimamia mazungumzo haya ambayo itakuwa ina uwezo na ina ufundi wa kuweza kuwaita watu wote, asitokee mmoja wa kuweza kupata. Hizo taasisi zipo Tanzania. Sawa, wakati unataka taasisi lazima itoke Tanzania? Nimeuliza kwa maana sisi wenyewe Tanzania tunaweza tukasimamia hilo. Mazungumzo haya ni muhimu sana. Nchi haifanyi mazungumzo haya kila siku. Ni mara moja katika umri wenu ninyi na umri wangu. Inaweza kawa hii ndio mara ya mwisho tutayaona mazungumzo makubwa ya kiasi hiki. Tutafute wanaoweza na walio na utaalamu wa kuendesha mazungumzo haya kokote waliko duniani, ili asitokee mmoja anayesema mimi sitaki kushiriki, sio kwa sababu hataki mazungumzo, kwa sababu hana imani kwamba pale kwenye mazungumzo hakutakuwa kuna kuzimiana taa zianze kupigwa kwenye meza ya mazungumzo. Kwa sababu gani? Kama mliwahi kukorofishana siku za nyuma, unakuwa na wasiwasi. Unajua kuna wakati mwingine, najua muda wetu umekwisha, wakati mwingine imefika wakati wanasiasa karibu na uchaguzi kwa mfano, kwa jinsi walivyogombana, akiwa anainuka ameacha kinywaji mezani, ananyanyuka nacho, anakwenda nacho, anaweka uani pale, anamaliza shughuli yake, anarudi na kinywaji chake mkononi. Katika hali ya namna hiyo unategemea kutakuwa na mazungumzo? Haiwezekani. Mwalimu, hakuna kuaminiana. Yes, elimu ambayo umetupa ni elimu kubwa sana, lakini tunawashukuru sana Mama Betty Masanja, mchambuzi wa siasa. Tumepata chanzo kiko hapo na suluhisho pia liko hapo. Naiona 2005, naiona 2013. 2005 ikiwasilisha 1977 na 2013 ni mwanzo wa rasimu wa katiba mpya. Tunawashukuru sana Mwalimu Deus Kibamba, elimu imekuwa kubwa na ya kujitosheleza, lakini bila shaka mjadala huu hautoishia hapa, kwa sababu kuna mengi ambayo tutaendelea kuyazungumza. Siasa za taifa hili bado zina mengi ndani yake. Nchi inazungumza kuhusu maridhiano, sahau hilo, lakini nchi bado inazungumza kuhusu katiba mpya.